Sasa tunawakaribisha tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari huyu, kama unavyonisikiliza kutokea katika eneo tofauti kwa sasa. Kumbuka leo tunaenda kuwatangazia habari yote inayopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kama unaotusikiliza kupitia habari za asubuhi, habari za mchana na habari za usiku, utaendelea kuungana na sisi ndani ya habari ya Media Goma TV na ndani ya habari ya Media Bukavu TV. Kwa sasa leo tuna mengi ya kuwatangazia yote inayopitikana ndani mashariki ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashabiki zangu kutokea Lubumbashi, Manyema, Kindu na kutokea ndani ya Kasai Orientale, ndani ya Kinshasa mara moja, Equateur na kutokea Kasai na kutokea mara moja Kisangani na Afrika na sehemu zingine tofauti na kutoka katika maeneo tofauti, mnavyonisikiliza kupitia habari kama kawaida. Kuna sehemu nyingine utapata habari zenye uhakika, ni sehemu ya media hili kwa sasa. Mashabiki zangu wote kutokea upande wa Sud Kivu na Nord Kivu, tunaendelea kuwakaribisha tena mara yetu ndani ya habari zetu kama kawaida. Hata tusalimie mashabiki zetu madiaspora kutokea Amerika, Canada, Australia, Norvege na Belgique na katika sehemu zingine tofauti. Muendelea kuwa pamoja na sisi katika mara kwa mara na kuendelea kutusapoti kuendelea kusonga mbele katika habari za kila mara. Na kwa sasa leo mashabiki zangu, habari tuko na habari mengi yenye tunakuja kuwatangazia katika habari zetu. Kwanza hili nikianzisha habari zetu mashabiki zangu na kuuliza, tayari umesha kusubscribe, umesha kujiabone tayari? Kama ulisha kujiabone tayari, tumekushukuru zaidi, kwa sababu ukisha kujiabone tayari wewe ni unapokea tu habari. Tukipost habari hizo zinakufikia kwa haraka, unapata neno inaitwa notification kwa ndani ya telefoni yako kila mara. Mashabiki zangu, nawaomba tena kila mara nikituma ujumbe, tuma ujumbe yako mara moja, kwa sababu ninataka kuwa na mashabiki, kwa sababu kutakuwa siku ndakuwa na kipindi ndani ya Media Goma TV na ndani ya Media Bukavu TV, siku moja la kuwashukuru zaidi na kutaja majina mashabiki nilianza nao mpaka kwa sasa, gisi tumeendelea kudevelop nao mpaka na wale wote wamesupporti media hili kuanza mwanzo mpaka kusonga nayo, mpaka wale wote ninabidi niwataje majina kwa kuwashukuru zaidi na niwapatie nafasi ya kuzungumza na watu wengine, kwa sababu mjue hizi ni sehemu pekee tunawaletea habari zenye uhakika. Lakini katika habari zetu tuko na mengi ya kuwatangazia mashabiki zangu, habari ni mengi zaidi kwa sasa. Vita inaendelea kutoka katika ndani ya uwanja mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Vita imeendelea kusonga zaidi mashabiki zangu, kwa sababu leo mambo inaendelea kuwaka moto zaidi kwa sasa katika ndani ya seta, ndani ya eneo mara moja ya Kichanga, ndakuja kuwapeleka mara moja katika eneo ya Pwenzero. Habari mengine ndakuja kuleta tena, vita imezuka katika muda huyu katika Masisi, vita tunaendelea kusonga, na hapo ndani ya Bunango vita endelea kuinuka na kuja kuwapeleka ndani ya Kasenyi, Luki, Katavu, huko kote ni eneo ya Ruchuru, vita inaendelea kuwaka moto, na katika eneo ya Malemo kwa sasa na katika eneo inaitwa Mihanja vita imezuka zaidi katika sekta hili mashabiki zangu, na kuja kuwapasha habari mengine kutokea katika ndani ya Bashali Mukoto. Mashambulizi yamewaka zaidi tena ndani ya Bashali Mukoto. Kumbuka huko Masisi. Na habari mengine nakuja kukupeleka eneo inaitwa eneo inaitwa Nkingwe na eneo inaitwa Kasankiro na kuelekea katika ulayani Kasava. Huko ni upande wa Masisi. Mashambulizi haya kati la serikali la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Wazalendo kuvamia kambi la jeshi la M23. Habari mengine ameonekana katika eneo ya Kimiti na katika eneo ya Kashanga na kuelekea katika seta ya Bafuna Muhengo na kuelekea katika eneo ya Kasangiro. Mapambano huko kote kumeendelea kuwaka zaidi. Kumbuka hizo ni eneo tu za Nord Kivu, mashambulizi zinaendelea kuwaka, na kwa sasa jeshi la FARDC limeamuka moto zaidi kushambulia katika ngombe za waasi wa M23. Kwa sasa ni jambo watu wengi wanaendelea kujiuliza maswali kwa sasa. Na habari mengine mashabiki zangu nawapeleka kuwapasha habari zingine kwa sasa katika eneo ya Lubero, eneo inaitwa Butembo, Beni, Ikobo, mashambulizi ameinuka katika sekta hili. Mashabiki zangu, hakuna sehemu utapata habari zingine bila hapa ndani ya Media Goma TV, ya Media Bukavu TV. Ni sehemu tunaletea habari zenye uhakika.
Huko eneo ya Lubero kumeonekana mtuto ama madrone za M23 kushambulia katika ngombe la jeshi la wanazalendo walikuwa katika ndani ya eneo ya Kasingo huko ndani ya Lubero. Leo mchana wa leo kwa sasa ilikuwa ni muda wa saa saba ilikuwa ni muda wa saa saba jana usiku, saa saba usiku tarehe 15 tafadhali, ilikuwa ni tarehe 16 kwa sababu unajua masaa inamalizika muda wa saa usiku saa sita usiku. Ilikuwa ni tarehe 16 muda wa saa usiku saa saba usiku, nao wakashambulia hizo eneo. Butembo kumeonekana hali ya wasiwasi ya wavamizi wasiojulikana, wamevaa mamaske, wengine wamevaa vitambaa kwa sura, walikuwa na mipanga mikuki na wengine walikuwa na masira, wakaingilia raia population katika kijiji cha Kasongo ndani ulayani Kanyanda, wakapie raia population katika eneo hizo na kuwashambulia, kuwanyanyasa. Mpaka kwa sasa habari tumesikia raia population waliwanyang'anya karibu dola 749 fedha ya kikongomani, dola 749 fedha ya kikongomani, na wamoja wawili wao walipigwa vibaya sana, lakini hawajaua mtu yoyote. Mpaka wanajeshi walioingia katika sekta hili walipata wajambazi wamesha kuondoka katika eneo hizo. Ndani ya sehemu ya Beni leo, ndani ya eneo ya Beni asubuhi mapema gisi ninavyozungumza, kwa sasa kumeonekana hali ya usalama ndogo. Kwa sasa kunaonekana kama kuna sehemu wahasi hao wa ADF wameingia katika vijiji vifatazo, lakini hatujajua habari ya ukweli kwa sababu siwezi kuja kuwatangazia kuambia wameingia eneo fulani na bado sio hivyo, lakini kunaonekana hali ya wasiwasi kama jeshi la ADF walikuwa tayari wamepenya katika vichochoro katika wakaingia vijiji vimoja. Kabla hizo vijiji nimesha kuvipata, lakini sijakuwa na habari yenye uhakika, na kuja kuwapasha habari ya uhakika nikisha kuwa nayo. Kumbuka sisi hatutangaze habari bila uhakika. Na kuja kukupatia habari nyingine kutokea eneo ya Ikobo, mashambulizi ya drone ya M23 imeshambulia Ikobo kwa sasa. Hizi vijiji kwa sasa eneo ya Ikobo inamilikiwa na waasi wa M23 na jeshi la wazalendo kila mara kwa kiwashambulia M23 wakakuwa kama vile wamejiretire, wakarudi nyuma kidogo. Sasa wazalendo wakaingia ndani jana hiyo, wakaingia kufika hapo M23 ikawamwangia bombe kabisa mpaka wakakimbia. Sasa eneo hizo hakuna watu wanaomiliki katika vijiji hivyo. Habari mengine imekuja kwa sasa. Habari kutokea eneo inaitwa Mulima. Habari mengine kutokea eneo ya kwa Mulima, Kasegi, Kakese, eneo ya Mingunge. Kumbuka hizo zote sasa hizi ni eneo na kuletea upande wa Fizi. Kwa sasa hizi ni eneo kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imemiliki, lakini ilikuwa ikimiliki katika eneo hizo. Ili ni walete marafiki zangu, wa FARDC walikuwa kimiliki hizo eneo, lakini tangu tarehe 10 mashambulizi yalikuwa eneo ya kwa Mulima, waasi M23 walipita na miliki katika vijiji hivyo vitatu. Eneo ya Mingunge, eneo ya Kasege na Kasegi. Hizi sasa jeshi la M23 wamemiliki katika sekta hili pamoja na Twirwaneho. Jeshi la Burundi walikuwa katika eneo hizo, walitolewa. Jeshi wa wazalendo walikuwa eneo, walipigwa wote wakarejea nyuma. Nimewaambia kwa sasa mambo inaendelea kuwaka moto kwa sasa, mpaka taarifa nyingine nimewaletea. Kumbuka serikali ya Kongo na jeshi la M23 kwa sasa ilikuwa ni mpango wa tarehe 15 jana ilibidi wako umeondoka, lakini mpaka muda huyu hakuna taarifa yote inaonekana kama wanajeshi wa M23 kuna mahali walibuje ama kuna mahali waliondoka. Wangali wanakwama, wangali wanashika, wangali wanatulia, wanasema hawatoki. Habari mengine upande wa Point Zero, kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo
imeamua kusema inabidi bombarde point zero, lakini tayari M23 wamezingira maeneo zote zinazozingira point zero. Kwa sasa zimefungwa njia zote, kwa sasa wameweka protection kwa sehemu ya juu, hata kama FARDC tatuma mandege. Kumbuka jeshi la Kongo ilipewa vifaa kubwa zaidi ya mandege za kivita, zile zenye hazionekane mahali zitakuja kuripua, kwa sababu kumbuka FARDC ilikuwa kitumia madrone zile zinaonekana kwa hanga mara moja. Kwa sasa FARDC imepata teknolojia mapya. Gisi ninavyowaambia, mainchi mashariki, mainchi ya wazungu zimetuma sapoti za vyombo vya silaha vipya tofauti, vile vyenye viko na vita za kisasa. Kumbuka serikali ya Kongo ilikuwa tukitumia silaha zile za kitambo, zile zenye zimemalizika kabisa. Mpaka kwa sasa hizo silaha FARDC ingali ngumu kuzitumia. Hiyo nimekwambia kwa habari yenye ninawaambia. FARDC kwa sasa ingali napatia changamoto ya kutumia hizo masilaha mpya, kwa sababu hakuna hata muda. Serikali imechukua hata wanajeshi wapeleke kwenye centre de formation iwafunze. Hizo ndio silaha mtazitumia, yani ziko natoka kwenye stoke mara moja. Kinshasa zinafanya nini? Zinakuja zinashambulia. Kwa sasa mashabiki zangu, kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu TV, hii ni muda wetu habari. Kwa sasa ndakuja kuwapasha habari zangu zingine kwa dakika, muda yoyote ndakuja kuwaletea. Usichelewe kusubscribe, usichelewe kupata habari zetu za kila mara. Bye bye, Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Mambo ni mabaya zaidi katika ndani ya vita inaendelea katika ndani ya mashariki, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nawatakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu zingine baadaye. Bye bye.